Yes, habari za usiku huu popote pale ambapo upo, karibu sana kwenye mwendelezo wa fainali za kombe la dunia kwa mwaka 2026. Kuna hadithi nyingi sana ambazo tunakwenda kuzisikia ama kuzitazama kuelekea kwenye mchezo wa hii leo. Nikukumbushe tu kwamba mwaka 2010 kwenye moja kati ya vizazi vinazotajwa kwamba ni vizazi vya dhahabu kwenye kikosi cha Hispania, walifanikiwa kuwa mabingwa wa fainali za kombe la dunia ambayo iliandaliwa pale Afrika Kusini. Afrika Kusini akiwa mwenyeji wa fainali hizo. Mwaka huo kwenye kikosi hicho kikiwa na kina Torres na wengine wengi ambao walifanikiwa kufanya vyema na hatimaye Hispania ikafanikiwa kuwa bingwa wa fainali za kombe la dunia. Mwaka huo 2010 kulikuwa kuna mengine ambayo yalikuwa yanaendelea huko duniani. Miongoni mwa nyota ambao walikuwa wanatazamiwa kama pengine ni bora kwenye kizazi cha baadaye kwenye timu ya taifa ya Ubelgiji pamoja na Romelu Lukaku ambaye kwa wakati huo alikuwa na umri mdogo sana. Lakini historia pia nyingine ambayo ni ya muhimu kuelekea mchezoni kwamba mwaka 2010 nyota huyu ambaye unamuona hapa amesimama na Kevin De Bruyne. Hapa namzungumzia Lamine Yamal. Kevin De Bruyne mpaka sasa ana umri wa miaka 35, lakini mwaka 2010 nyota huyu Lamine Yamal ambaye hivi sasa anazungumzwa sana kwenye kikosi cha Hispania alikuwa na umri wa miaka 3 pekee. Unaweza kuona utofauti ulivyo. Mara ya mwisho timu yake ya taifa inabeba ubingwa pale bondeni kwa Madiba alikuwa na umri wa miaka 3. Leo akiwa na umri wa miaka 18 amebeba zigo zito. Na matarajio ni makubwa akiwa na kikosi ambacho kinatajwa kwamba huenda kikawa na mafanikio makubwa huko mbeleni. Kina waandamizi wachache, lakini kimejitanabaisha wazi kwamba kuna jambo analitaka msimu kwenye fainali za kombe la dunia. Mchezo wa leo, mbali na mjadala huo wa Lamine Yamal na historia yake pamoja na umri mdogo ambao anao, lakini kuna mjadala mwingine mzito ambao unatazamwa. Nikukumbushe tu kwamba mpaka Hispania anafika kwenye hatua aliyofika sasa, mechi 6 alizocheza, si kama hajapoteza tu mchezo, bali hajaruhusu goli hata moja. Kifupi ni kwamba kwenye mechi zote 6 alizocheza amepata clean sheet. Hii inazua maswali mengi kuelekea kwenye mchezo wa hii leo dhidi ya Ubelgiji ambayo kwenye mechi nyingi ni kama walikuwa wanacheza kwa jasho na damu. Tutakumbuka kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya Senegal walitoka nyuma kabla ya baadaye kuja kutoboa kwenda kwenye hatua ambayo inafuata. Hii inaleta maswali mengi zaidi. Timu ambayo ni bora na haijaruhusu goli lolote mpaka sasa dhidi ya timu ambayo ina struggle sana na kupambana kweli kweli kuhakikisha wanapata jambo ambalo wanataka ama kile ambacho wanakitaka na kilichopo kwenye mfuko wao. Lakini pia ukiacha hilo, kuna eneo lingine ambalo linagusiwa zaidi kwa leo kwenye kikosi cha Hispania pamoja na Ubelgiji. Baadhi ya wachambuzi duniani wanadai kwamba siri kubwa ya ushindi wa leo kwa Ubelgiji ni endapo watafanikiwa kulitawala eneo la kati ambalo lina nyingi sana. Kuna Rodri pale na kuna Pedri ambao wanatazamwa kama miongoni mwa nyota ambao wameifanya kuwa na hatari kweli kweli Hispania hii. Naona ndugu yangu Abisai anacheka. Unaenjoy nini ndugu yangu? Hey, kuna wakina Dri wawili pale katikati pale, Pedri na Rodri wanavuruga mno. Hey. Okay. Haya, niko na Abisai Steven Junior amefurahi kweli kweli leo. Tutakuwa naye kwenye kuona yepi ya kiufundi ambao atashare nasi, lakini kama kawaida usisahau kwamba Dr. Liki Abdalla miongoni mwa wachambuzi waandamizi wa masuala ya soka hapa Tanzania, naye pia tutakuwa naye. Mzee wangu, sina shaka uko vizuri. Karibu sana. Naam, ni furaha iliyoje. Mimi huwa nafurahi nikifanya kipindi na Dr. Liki Abdalla, na hata hapa kabla hatuko hewani nilikuwa namwambia mzee wangu uzeeki. Maana tangu sisi wadogo tunamuona hivyo hivyo mpaka leo yuko vile vile na udongo mzuri. Sasa amenipa moyo. Ameniambia kwamba hata mimi mwenyewe kama kuna mtoto ananiona nyumbani sasa hivi, huenda miaka 20-30 ijayo akaona kama sizeeke. Nikasema iwe hivyo. Maana sisi watoto sasa hivi wa mashudu ni kipengele. Bwana, pia niko na Godlisten Muro, naye pia tutakuwa naye hapa kwenye jopo la watu watatu ambao watatupitisha kwenye kutuambia yale ya kiufundi kuelekea kwenye mchezo. Kwa hivyo jopo limekamilika, ni robo finali ambayo ukitazama kwa nje ni kama mshindi anajulikana, lakini ukiingia ndani kwa upambanaji na spirit ambayo Ubelgiji wanayo inatufanya tuendelee kuwa na akiba ya maneno, kwa sababu kesho ni fumbo, sio Dr. Liki Abdalla? Ni kweli. Ni kweli. Kwanza ni kwa sababu wachezaji hawa wanajuana, kwa sababu kama hawakutana kwenye ile michuano yao ya nchi za kwao, Nations Cup, watakuwa watakuja kukutana kwenye klabu bingwa UEFA Champions League watakutana. Kwa hiyo ni wanaelewa. Na Rudi Garcia huyu mwalimu, huyu mwalimu ni mwalimu mkongwe huyu wa Ubelgiji, na nafikiri niliwasifu hapo kwamba waliangalia mwalimu ambaye anaweza
akabadilisha mtazamo wao na kuwafikisha mbali. Yaani kiasi cha kwamba nimefikiri kama wangekuwa na Rudi Garcia wakati walikuwa na kina Eden Hazard basi nafikiri wakati ule wangekuwa ni na mwalimu wa mtizamo kama huyu mwenye uwezo kama kwake, yani kwa lugha za Kiingereza tunasema kaliba yake, yani uwezo wake, uwezo wa namna hii wangeweza kufika mbali, na hiyo ndio inaonifanya nifikiri kwamba pamoja na kwamba kwenye karatasi na mimi mwenyewe pia nawapa nafasi kubwa ya Hispania kushinda, lakini nafikiri wanaweza ghafla ikawa kazi kubwa. Sasa wewe pale umeweka picha ya De Bruyne na Lamine Yamal. Sasa hapa namngojea Muro, maanake Muro si watazamaji wanajua kama ni kocha na yeye anasema mambo ya kocha na Bisai. Sasa pale mimi nataka kuwauliza nyie, kweli wale watu wawili, yule mtampa namba leo, yule namba 7 leo mtampa ile namba au leo itakuwa ni mechi ambayo ngumu sana kwake? Itakuwa kwa kweli, kama mimi ningekuwa mwalimu leo ningemwambia De Bruyne, hebu kaa hapo kidogo, tutakupa maji, unakunywa maji polepole kama mechi iliyopita sasa ilipigwa mkeka. Kaa hapo tusubiri, wacha tuangalie hawa wengine ambao wanaweza kukabiliana. Sasa kuna kitu kimoja ambacho labda wanaocheza na Spain wanaweza kutumia. Spain anachofanya ni anakula akili. Unajua wana mpira wa kula akili. Mzee Ferguson siku moja aliwahi kunichekesha, alisema karusel. Unajua karusel? Karusel ni ule mkanda ule unaozunguka hivi saa zote, ule karusel. Sasa akawa anasema alikuwa analalamika kuhusu mzee Wenger, anawafundisha wakati ule Arsenal anakipiga kweli. Sasa anawafundisha, wako ndani wachezaji kwenye uwanjani pale, anasema hawa mkileta mchezo watakuchezesheni karusel. Kwa hiyo nenda vamia kila mtu. Sasa na hawa ukiona si unaona hapo unaweka, naona nifikiri kwamba unataka kuwaonyesha watazamaji wetu rekodi kabla hajaingia Bisai na Muro, si ndio? Weka